Marekani imesema inasubiri pendekezo la Urusi kuhusu suala la Ukraine. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio wa Marekani amesema anatarajia Urusi kuwasilisha mwongozo wa usitishaji mapigano nchini Ukraine katika siku zijazo utakaoonyesha kama kweli ina nia ya dhati ya kumaliza vita kati yake na Ukraine. Rubio amesema Rais wa Urusi Vladimir Putin na waziri wake wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov wameashiria watawasilisha masharti yao pengine wiki hii yatakayowaruhusu kuelekea kupata mkataba wa usitishaji mapigano, na mkataba huo utawaruhusu kuingia katika mazungumzo yatakayovifikisha mwisho vita vya Ukraine. Rubio pia amesema mwongozo utakaowasilishwa na Urusi utatoa taswira kamili kuhusu nia halisi ya Warusi. Rubio amesisitiza kwamba rais wa Urusi Bwana Putin hajafanikiwa kumshawishi rais wa Marekani Donald Trump kuhusu jambo lolote, lakini pia kwa upande mwingine Urusi haijaashiria kubadilisha msimamo wake wa kulegeza kamba tangu Trump aliporejea madarakani Januari mwaka huu na ahadi ya kuvifikisha mwisho vita vya Ukraine kupitia mazungumzo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema ni wazi kwamba Urusi inajaribu kuvuta muda ili iendelee na vita vyake na kuikalia Ukraine. Jeanine Shaheen, mwanasiasa wa ngazi ya juu wa chama cha Democratic katika kamati ya baraza la Senate la Marekani inayoshughulikia sera za nje, alimwambia Rubio kwamba hatua za Putin kukataa kuhudhuria mazungumzo yaliyofanyika mjini Istanbul nchini Uturuki licha ya nia ya Rais Zelensky na Trump kukutana inaonyesha Putin anaamini ni kwa maslahi ya Urusi kufanya vita nchini Ukraine kwa muda mrefu kadri inavyowezekana. Umoja wa Ulaya uliridhia jana Jumanne duru ya 17 ya vikwazo dhidi ya Urusi, ukivilenga vyombo 200 vya kile kinachojulikana kama meli za kivuli za Urusi. Rubio amesema Rais Donald Trump anapinga vikwazo vipya kwa kuhofia kwamba Urusi inaweza kugoma kukaa mezani katika mazungumzo. Ukraine imesema kazi ya kuhamisha raia kutoka maeneo zaidi ya 200 katika eneo la Sumi karibu na mpaka wa Ukraine imeanza. Gavana wa kijeshi wa jimbo la Sumi Ole Kryhorov alisema kufikia sasa watu 52,000 wamepelekwa katika maeneo salama, ikiwa ni 60% ya wakazi, jumla ya wakazi 86,000 wanaotakiwa kuhamishwa. Hata hivyo, mkutano wa G7 umejadili hali nchini Ukraine, ambapo mawaziri wake kukutana nchini Canada kwa mazungumzo yanayojikita katika mzozo wa Ukraine na kuyumba kwa uchumi wa dunia kulikosababishwa na ushuru uliowekwa na rais wa Marekani Donald Trump. Katika mikutano inayoendelea hadi kesho Alhamisi, viongozi watajadili hali ya uchumi wa dunia na kutafuta msimamo wa pamoja kuhusu suala la Ukraine, ambayo inawakilishwa na waziri wake wa fedha Sergei Marchenko. Waziri wa fedha wa Canada François-Philippe Champagne amewaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne kwamba uwepo wa Ukraine katika mkutano huo unatoa ujumbe mzito kwa ulimwengu kwamba nchi wanachama wa G7 wanaahidi tena kwa dhati kuisaidia Ukraine dhidi ya Urusi ambayo inaendelea na mashambulizi. Akiwa ameandamana na waziri wa fedha wa Ukraine, waziri huyo pia amesema watajadili jinsi ya kuijenga upya Ukraine. Mkutano huo wa mawaziri wa fedha wa G7 na magavana wa benki kuu katika jimbo la Alberta magharibi mwa Canada unafanyika huku kukiwa na hali ya kukosekana kwa uhakika miongoni mwa nchi za G7 kuelekea Ukraine kufuatia Trump kurejea madarakani. Nchi za G7 zikiwemo Uingereza, Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani zimeyumbishwa na Trump ambaye ameijongelea Urusi kutaka mashirikiano nayo na kuwawekea ushuru washirika na washindani wake wa biashara. Waziri wa fedha wa Ukraine anasema atatafuta nafasi katika mkutano huo wa G7 kusisitiza msimamo wa Ukraine kuhusu umuhimu wa shinikizo zaidi dhidi ya Urusi kuhusu suala la Ukraine. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.